أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. hii inajulikana katika jumuiya kuhusiana na bishara ya mwana aliyeahidiwa. Katika siku hiyo au kwenye siku hizi mikutano ya mwana aliyeahidiwa inafanywa katika matawi mbalimbali. Hii ni bishara moja ndefu ya Masihi Maud alayhi wassalam, ambamo imeelezwa habari ya kuzaliwa kwa mwana mmoja na sifa zake. Februari 20 mwaka 1886 bishara hii ilichapishwa katika sura ya tangazo. Katika bishara hii kuhusu sifa za mwana, sehemu moja ya maneno ya kiufunuo inaenda hivi ya kwamba yeye atakuwa na akili sana mno, na kisha inasema kwamba atajazwa elimu ya nje na ndani, na Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa bishara hiyo alimjalia Masihi Maud alayhi wassalam mwana mmoja ambaye alikuwa na sifa hizi zote, ambaye jina lake lilikuwa Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, ambaye pia anaitwa Musleh Maud. Hata watoto wanaojua historia ya jamaati, wakubwa wanajua tayari, wanajua vizuri bishara hii. Kwa ansar na khudam kote kote mikutano inafanywa kama maneno ya bishara yanavyosomwa kwamba kijana huyo atajazwa elimu ya nje na ndani. Mwenyezi Mungu mwenyewe alikijalia kipaji chake nuru na akamjaza na elimu zote. Kwa mujibu wa masomo ya dunia, alikuwa amesoma shule ya msingi tu, bali hakuwa na masomo hayo. Aliendelea kwenda shuleni, lakini katika mitihani Musleh Maud mwenyewe ameandika ya kwamba alikuwa hafuzu mitihani. Alikuwa mzaifu sana katika masomo ya kidunia, lakini Mwenyezi Mungu amemfanya kutekeleza shughuli za kielimu na kidini na kiutawala, kiasi kwamba wasomi wakubwa wanaonekana kuwa watoto wadogo mbele yake. Na zama ya ukhalifa wake ya miaka 52 ni uthibitisho wa wazi na wa bayana. Yeye yani huzur alitoa hutuba juu ya mada mbalimbali zisizohesabika, akaandika makala, elimu za kidini na Qurani hazina mipaka. Yeye alitoa hutuba na akaandika makala juu ya mada za kidunia kama vile siasa ya kimataifa, kuhusu historia vile vile. Musleh Maud akaandika makala zisizo za kawaida na akatoa hutuba mambo ya kiuchumi na nizamu mbalimbali za dunia kama vile ujamaa, ukomunisti, ubepari.
yeye akachambua nizamu hizi zote na akatoa hutuba iliyopigwa chapa baadaye katika sura ya kitabu, na kitabu hicho kinapatikana katika vitabu vya jamaat. Hadi kuhusu maswala ya kijeshi, yani maswala ya wanajeshi, na juu ya mada mbalimbali za kisayansi na kielimu, akaeleza maelezo ya elimu na ya maarifa mpaka akili ya binadamu inashikwa na butwa. Akatoa hutuba nyingi mbele ya watu wasio wa ahmadia, wasio waislamu, ambao hawakuweza kujizuia kusifu uzito na undani wake. Makala na hutuba hizi zimesambaa katika maelfu ya kurasa. Katika muda huu mfupi kueleza maelezo yote ni jambo lisilowezekana. Hivyo kama mifano, nitaeleza mifano michache ambayo ni kama muhtasari na utambulisho wa shughuli zake tu. Nizamu ya kiuchumi ya islam, nizamu mpya, mwanzo wa mifarakano katika islam. Hizi ni mada ambazo mara nyingi zinazungumzwa katika jamaati. Tukiacha mada hizi, zipo mada zingine ambazo kikawaida hazizungumzwi na watu. Mimi nitaeleza utambulisho wa mada hizi. Hatmusleh Maud raziallahu taala anhu alitoa ushauri moja kuhusu mustakabali wa Uturuki na wajibu wa Waislamu. Akatoa uchambuzi wake, na hili ni jambo la mwaka 1919, yani zama ya mwanzo ya ukhalifa wake. Muhtasari au utambulisho wake ni kama huu, ya kwamba ili kunufaika kweli kweli na kila nafasi ya muungano wa kaumu, huzur wakati ambapo serikali ya Uturuki ilikuwa hatarini, akiwaongoza kwa busara sana. Septemba 18 mwaka 1919 aliandika kitabu hiki kwa ajili ya kuwaunganisha Waislamu wenye mawazo tofauti na kuleta mshikamano baina yao. Huzur akaeleza usuli hii kwamba katika rai yangu shabaha ya mkutano huu inatakiwa kuwa hii. Mkutano mmoja ulikuwa unaandaliwa huko katika haki ya serikali ya Uturuki, ya kwamba kupindua serikali moja inayojiita kuwa Muislamu au kuipa hadhi ya tawala ni kitendo ambacho kila dhehebu linaloitwa Muislamu halipendi, na hata kuwaza hili pia kuna kirihisha. Kisha akasema vile vile kwamba kuhusu utawala wa Kituruki na markaz ya Islam Hijaz, mwongozo wangu ndiyo huu, kwamba anaandika ya kwamba ghera ya Uarabuni inaendelea kuonyesha jaziba ya kikaumu na mshipa wa uhuru unaendelea kuchemka. Baada ya miaka 1300 sasa wao wamekuwa watawala wa nchi yao, na kwa nizamu nzuri na kwa adili na uadilifu wamethibitisha haki yao. Kuhusu nchi hiyo, pendekezo jipya haliwezi kufanikiwa, wala mtu mwenye akili timamu anaweza kulikubali. Kwa ajili ya maendeleo ya Uturuki akatoa ushauri kwamba kazi haiwezi kwenda mbele kwa mikutano na hutuba pekee, wala kwa kukusanya hela na kuchapisha matangazo, bali kwa juhudi maalum ambayo inatakiwa ifanywe katika nchi zote za dunia. Zama hii ni zama ya kielimu. Huzur anasema zama hii ni zama ya elimu, na watu wanataka hoja kwa kila jambo. Basi kwa ajili ya kutekeleza kazi hii ngumu na mushkil, mpango maalum ufanywe. Kazi isiyo na faida si kazi ya mtu mwenye akili. Hata leo pia Waislamu wanatakiwa kutafakari jambo hili. Jambo hili lilihusu serikali ya Uturuki tu katika zama ile. Katika zama hizi ulimwengu wa Kiislam na dunia ya Uarabuni wana haja ya kuzingatia jambo hilo, kwamba kwa kupiga takbira tu na kufanya vikao hawatafanikiwa, bali watalazimika kuchukua hatua za kimatendo. Akieleza sababu ya ubaguzi na kinyongo dhidi ya Waturuki na Islam, alisema ya kwamba watu walio wapinzani wa Islam mioyoni mwao imeingizwa zana mbaya na mababu zao dhidi ya Islam,
kiasi kwamba hawaichukulii islam kama dini moja ya kawaida, bali wanachukulia mafundisho ambayo yakimtoa mtu kutoka ubinadamu yanamfanya kuwa mnyama na si mnyama wa kawaida bali mnyama mshinzi. Min ghairi ya islam hawakimbii dini zingine, lakini wanazichukulia kama dini za kuchukia, lakini wana hofu kuhusu islam. Yani watu wali wapinzani wa islam maendeleo ya islam hawaoni kama kizuizi katika njia ya ustaarabu wao, bali hata kwa ajili ya ubinadamu wanaona kama ni sumu, na siku hizi wanaendelea kutumia nguvu zao zaidi juu yake. Kila mahala kwenye kila nchi watu wenye mringo wa kulia au ni wengine wanaendelea kuendesha kampeni kubwa zidi ya islam, wanaendelea kuendesha kampeni zidi ya waislamu. Kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika hali hiyo, akatoa mwongozo ya kwamba waislamu wakitubu juu ya makosa yao waelekee kwa mwenyezi mungu na waielewe islamu wenyewe na wajue uhakika wake na wawajulishe wengine, ili maporomoko yanayoendelea kutokea kwa waislamu yawaondoke. Kama hawakuhubiri kwa ajili ya dini, kama hawakueleza mafundisho haya chini ya amri za allah, kiamali hii ndiyo iliyotokea. Hawakueleza islam sahihi, hivyo sasa wafanye juhudi ili kujikimu, kwani maisha yao na mahubiri ya islam yamekuwa kitu kimoja. Basi mwenendo huo huo waislamu wa zama hizi wanatakiwa kuishika, la sivyo dunia iliyo adui wa islam itaendelea kuzingira nchi za kiislamu na inaendelea kufanya hivyo. Kisha katika mkutano mwingine wa vyama vyote alitoa miongozo chini ya mada ya mtazamo mmoja kwenye all parties conference. kipeperushi hiki huzur alikiandika julai 13 mwaka 1925 ili kisomwe kwenye mkutano wa vyama vyote vya waislamu wa india nzima. Wasimamizi wa mkutano walikuwa wakitamani kwamba imamu wa jumuiya ya ahmadia ashiriki mwenyewe kwenye mkutano huu na atoe hutuba. Musleh Maud akaandika kwamba mimi nina uzuru, hivyo siwezi kushiriki, lakini kwa kupitia wajumbe wangu natoa mawazo yangu. Katika kipeperushi hicho huzur kwanza kabisa akaeleza maana ya islam, yani maana ya kidini na maana ya kisiasa, na akasema kwamba kuna maana moja ya kidini ya islam ambayo kila moja ana hiari ya kutoa maana yake anayotaka. Pili ni maana ya kisiasa. Kisiasa ni watu gani walio waislamu? Jibu lake wanaweza kutoa wahindu, wa kristo na makalasinga tu ambao waislamu wanaishi nao katika siasa, kwani wafuasi wa jamaat moja ambao wanajiita kuwa waislamu na wanaelewa watu wa zehebu jingine hata kama waone kuwa si waislamu, lakini katika siasa wahindu na makalasinga watakaposhughulikia nao watashughulikia nao kwa usawa, na hatua watakachukua zidi ya kaumu moja ndio watakachukua zidi ya kaumu nyingine. Kila zehebu wao wataona kama ni waislamu tu. Basi kisiasa maslahi zao ni moja, na waislamu wasipoelewa nukta hii, basi wengine watawamaliza mmoja baada ya mwingine na watazinduka muda ambapo kuzinduka kwao kutakuwa bure tu. Hivyo huzur akaweka mbele ya madhehebu yote kanuni hii nzuri kwamba katika masuala ya kisiasa waislamu waonyeshe umoja na mshikamano kamili, kwani kisiasa kama mtatenganisha kaumu moja, kivipi inawezekana kwamba kaumu hiyo isielekee kaumu zingine? Kisha kwa ajili ya maendeleo na mafanikio ya islam na uimara wake wa kisiasa akatoa mapendekezo mengine, na akasema kwamba kwa ajili ya kuimarisha islam ni muhimu kwamba katika nchi nzima ya india kwa ajili ya maendeleo ya islam nizamu ya tabligh isimamishwe na itafutwe njia ya kuleta mshikamano baina ya vyama vya tabligh, kwani maisha ya islam yanategemea tabligh na kwa ajili yake kuna haja ya kuunda nizamu kamili, na sasa mduara huo umeenea katika dunia nzima.
pia kwa ajili ya maendeleo ya waislamu katika sekta ya viwanda na elimu ziundwe idara mbalimbali. Kila idara iwe na shabaha yake maalum, na mwishoni mwa mwaka ielezwe kwamba idara hiyo imetekeleza kiasi gani wajibu wake na shabaha yake. Sasa kazi hii ni ya serikali kubwa kubwa ya nchi za kiislam. Pia wakati huu ni muhimu kuunda kamati moja ambayo iangalie kwamba kwa namna gani waislamu wanaweza kusalimishwa na athari za kaumu zingine, na ni vipengele gani vya maisha ambamo kuna mapungufu ya waislamu mahiri, kisha kamati ile ifanye juhudi ya kutimiza mapungufu yale. Vivyo hivyo hatmusleh maud akasisitiza juu ya kuanzishwa kwa benki ya kiislam, na akasema kwamba kama tukifanikiwa kuunda nizamu isiyo na riba ambayo inaweza kupatikana, hapo jamaati yetu iko tayari kuungana na nizamu hiyo. Na akatoa pendekezo la kuanzisha baitulmal na chama cha wafanyabiashara waislamu. Pia tukiacha kesi za jinai, mizozo mingine ya waislamu, badala ya kuipeleka mahakamani, akatoa msisitizo juu ya kuunda nizamu ya ngazi ya chini ili kutatua yote. Huzuri alisema kwamba nchi ambapo serikali ni za kigeni, ili kustawisha amani ni muhimu kwamba watu wasiingilie kati katika maswala ya dini ya wengine. Kwa moyo mkunjufu waache wengine wafanye sawa na itikadi yao na wenyewe wafanye sawa na itikadi yao. Huzur kuhusu biashara na viwanda alisema kwamba biashara ni idara ambayo waislamu wameghafilika sana, na katika sekta ya biashara wamekuwa watumwa wa Hindu. Katika zama zile hii ndiyo iliyokwepo. Sasa tuwaona kwamba watu matajiri wa dunia ambao ni katika sekta ya biashara, wapo watu wa dini mbalimbali, Wayahudi, Wakristo au ni wengine. Sisi tumekuwa watumwa wao. Wakati ule hali hii ilikwepo, na siku hizi katika swala hili sisi tunaendelea kuwa watumwa wa serikali za dunia na matajiri kama nisemavyo. Basi serikali za kiislam zinatakiwa kuzingatia hilo. Katika sekta ya biashara na viwanda pia kuna haja ya kutumia nguvu ili kuwaletea waislamu maendeleo. Mwisho wa musleh maud aliwahimiza waislamu kwamba wasitishe migogoro yao ya wenyewe kwa wenyewe na walete umoja na mshikamano baina yao. Na akasema kwamba mimi namalizia mada yangu nikisema kwamba juhudi yote na mipango itaenda bure kama hamtaelewa vizuri swala hili kwamba sisi japo tunaitana kafiri katika mtazamo wa wengine, sote ni waislamu na madhara ya mmoja ni madhara ya mwingine. Basi katika uwanja wa siasa sisi tunatakiwa kupuuzi fatwa za kidini, kwani hizi hazina kazi nao. Islam haisemi kwamba nini kwa ajili ya mahitajio yenu ya kisiasa hamwezi kufanya nao kazi ambao mnafahamu kuwa si waislamu. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam zidi ya washirikina anaweza kufunga mkataba na Mayahudi, basi hakuna sababu kwamba madhehebu yanayoitwa waislamu kwa ajili ya maendeleo ya kisiasa ya Islam, bali semeni kwamba kwa ajili ya uhifadhi wa kisiasa wasiwezi kufanya kazi kwa pamoja. Kama wakati huu tutashindwa kuleta umoja baina yetu, kwa yakini itathibitika kwamba hitilafu yetu si kwa ajili ya Islam bali ni kwa ajili ya dhati yetu na kwa ajili ya nafsi zetu. Mwenyezi Mungu atusalimishe na bahati hii mbaya. Nchini Pakistan na katika nchi zingine za Kiislamu kikawaida hali ndiyo hii, haswa kwa ajili ya Wahmadia. Fikra hii kwamba hawa ni makafiri, japo kila zehebu linaita zehebu jingine kama kafiri, na dunia isiyo ya Kiislamu kwa sababu hiyo hiyo inaendelea kuleta madhara kwa Waislamu na athari mbaya inaendelea kuzalika kwao. Basi leo pia serikali za Kiislamu na Waislamu wanatakiwa kuelewa nukta hii. Kuhusu hali za India zilizokuwepo wakati ule, India na Pakistan zilikuwa nchi moja. Mkutano mmoja ulifanywa unajulikana kama Golmez Conference, na ilikuwa imeibuka swali kwamba nani atawasimamia Waislamu. Serikali ya Uingereza ilikuwa imeunda kamishini moja ili kuchambua swala la uhuru wa India, ambayo kazi yake ilikuwa ni kuangalia kila baada ya miaka 10 kwamba kwa kiasi gani watu wanaweza kupewa hiari ya kwamba wao wasimamishe serikali yao. Mwenyekiti wa kwanza wa kamishini hiyo alikuwa wakili mmoja mzungu ambaye jina lake lilikuwa Sir John Simon. Kwa vyote vile katika nyakati mbalimbali
kamisheni hiyo na hukumu zake zikaendelea kujadiliwa. Hat Musleh Maud akatoa mwongozo wake katika nyakati mbalimbali na akaeleza rai na maoni yake na pia akawaongoza waislamu. Katika silsila hii mkutano mmoja ulifanywa kwa jina la Goldman's Conference na habari zake zinapatikana katika historia yetu kuhusiana na juhudi iliyofanywa na Musleh Maud. Ripoti iliyoandaliwa na kamisheni iliyoundwa na serikali ya Uingereza haikuenda sawa na matakwa ya watu wa India, hivyo wao wakakataa kuikubali. Katika hali hizi serikali ikatangaza tangazo la kufanya mkutano, yani Goldman's Conference. Maelezo yake ni kama haya kwamba wajumbe wa Uingereza na India wajumuike mahala pamoja waweze kutafakari kuhusu maendeleo ya kisiasa ya India. Wakati huu Huzur kwa ajili ya kuwaongoza Waislamu akaandika makala moja na akawasihi Waislamu ya kwamba wao waachane na mfarakano na hitilafu zilizopo baina yao, na kwa ajili ya faida ya kikaumu wafanye kazi kwa pamoja na kwa umoja, na kwa kutumia njia hiyo pekee wao wakipambana na kaumu adui wataweza kufanikiwa kupata haki zao. Wafanye juhudi kwamba katika mkutano huu waende wajumbe ambao waweze kutimiza haki za kuwa wajumbe. Nazur akatoa ushauri kwa serikali vile vile kwamba kwa mujibu wa mashauriano ya vyama vya siasa wachague wajumbe ili watu wakubali hukumu za mkutano kwa moyo mkunjufu. Kuhusu kulinda haki za Waislamu, Huzur alisema kwamba katika rai yangu huu ni muda maalum na muda muafaka kwa All Muslim Parties Conference kufanya kazi. Kuchapisha jambo hili kwamba haya ni matakwa ya Waislamu haitoshi. Katika mkutano huu watu kama hawa wataenda ambao hawatatilia manani matakwa haya, basi uamuzi wa All Parties Conference utakosa thamani yake. Basi huu ni muda na wakati ambapo upande mmoja chama hicho kijulishe serikali juu ya uchaguzi usio sahihi, na upande wa pili kiwaambie wananchi kuhusu madhara yake, na wasipumzike hadi uamuzi wa usimamizi wa Waislamu ufanywe na wajumbe waliochaguliwa na Waislamu wenyewe na kwa kupitia kamati zao za kisiasa. Na mashauriano hayo yakathaminiwa sana na wanasiasa. Kisha India namna ilivyokuwa na hali ya kisiasa wakati ule kuhusu utatuzi wake, Huzur aliandika makala moja, na katika makala ile akaeleza utatuzi wa hali za wakati ule. Ripoti ya Simon Commission ilipopigwa chapa baada ya muda kidogo, habari yake pia ilichapishwa. Serikali ya Uingereza iliamua kufanya mkutano mjini London kama ilivyoelezwa, ili kwa kutafakari juu ya maendeleo ya kisiasa ya India wapange mpango wa siku za usoni. Kwa kuwa Simon Commission ilikuwa haikuzingatia haki za Waislamu, hivyo Huzur alikuwa na wasiwasi na alikuwa akitamani kwamba siku za usoni haki za Waislamu zisitelekezwe. Hivyo Huzur akaonelea vyema kwamba wakati huu akieleza rai yake juu ya ripoti ya Simon Commission aweze kueleza mapungufu yake na aweze kutoa utatuzi wa masuala ya India ili katika mustakabali kaumu zote, mataifa yote yaweze kuishi kwa suluhu na kwa amani. Huzur alisema, mimi naona kwamba japo mimi ni mtu wa dini na si husiki na siasa ya nchi kama watu hawa wanavyohusika, ambao mchana na usiku wanaendelea kufanya shughuli hizi tu za kisiasa, lakini nina wajibu mkubwa kuhusu kuleta suluhu na amani. Hivyo mimi nafikiri kwamba kwa sababu ya kukaa mbali na dunia hii ya vurugu, huenda naweza kufikia undani wa mambo mengi kwa urahisi ukilinganishwa na watu hawa ambao katika vita hii wameshiriki. Basi wakati huu ambapo kwa sababu ya tangazo la mkutano wa meza duara mielekeo ya watu inaendelea kujikita katika kutatua swala la India, katika zama ile hii ilikuwa ni swala kubwa. Mimi naona kwamba niweke mawazo yangu mbele ya watu wa nchi zote mbili wasio na bughza,
huzur katika maoni yake alizungumzia haki za waislamu na matakwa yao na akaangazia umuhimu wake. Pamoja na hayo akaeleza utatuzi wenye kuridhisha wa masuala ya kisiasa ya india vile vile, na toleo la kiingereza la maoni yake likapigwa chapa na kufikishwa kwa washiriki wa mkutano ili wao pia wasome na waweze kunufaika na maoni na rai yake. wajumbe waislamu walipata faida kubwa sana kutoka maoni ya huzur, na kwa mara ya kwanza wakaweka mambo yao katika mkutano ule kwa pamoja, jambo ambalo likaleta athari njema kwa watu wakubwa wa uingereza. Nao wakakubali umuhimu makhsus wa islamu nchini india na wakalazimika kukubali na kuthamini maswala yao. kitabu hicho cha huzur kikapata umaarufu nchini india na uingereza na kikasomwa kwa shauku sana, na wanasiasa wengi na waandishi wa habari wakamsifu huzur juu ya juhudi yake. katika historia ya ahmadia yanapatikana matukio mbalimbali kama nisemavyo kwamba kitabu hicho kikapata umaarufu katika watu na kikasomwa kwa shauku sana. ningependa kuweka mbele yenu mifano michache. lord meston, gavana wa zamani wa up, anasema na kushukuru kwamba wewe umenitumia kitabu kizuri cha imam wa jamaat ahmadia. anamwindikia mtu aliyemtumia kitabu. mimi nimesoma vitabu vyake hapo kabla. nina imani kwamba kusoma kitabu hicho pia kutaniletea faida na furaha. lieutenant commander kenworthy mbunge anasema kwamba kitabu hiki yani utatuzi wa maswala ya kisiasa ya india umenitumia na kushukuru sana, nimekisoma kwa shauku sana. sir malcolm hele, gavana jimbo la up na gavana wa zamani jimbo la punjab, anamwindikia imamu wa miskiti london kwamba kitabu hicho ambacho umenitumia na kushukuru sana, mimi najua kuhusu hali ya jumuiya ya ahmadia na mimi naelewa roho hii ambayo na naisamini, ambayo kwayo jamaat hiyo inaendelea kufanya kazi ili kutatua maswala muhimu ya india. nina imani kwamba kitabu hicho kitaninufaisha na mimi nitasoma kwa shauku sana. kisha sarhon o'miller anasema kwamba umenitumia kitabu hiki ambamo kuna mapendekezo ya imam jamaat ahmadia kuhusu utatuzi wa swala la india na kushukuru sana. hiki ni kitabu ambacho kinaeleza mapungufu juu ya ripoti ya simon commission niliyosoma mimi. anasema kwamba mimi nampongeza imamu wa jamaat ahmadia juu ya maoni na rai yake kama yeye alivyoeleza mawazo yake, na mimi nimepata athari kubwa sana kwa kuona mawazo yenye daraja kubwa ya mirza bashiruddin mahmud ahmad. kisha mheshimiwa peterson CSICIE anasema kwamba kitabu utatuzi wa maswala ya kisiasa ya india umenitumia na kushukuru. sikuweza kumaliza kitabu. nina imani kwamba katika siku chache zijazo nitasoma kitabu chote, lakini namna ambavyo nimekisoma kinazuhirisha kwamba ni juhudi kubwa ya kutatua masuala mbalimbali. mtazamo wa waislamu umeelezwa kwa uwazi na kwa mapana na marefu. nina imani kwamba nitakutana nawe. dr ziauddin saheb mkazi wa aligarh anasema ya kwamba mimi nimesoma kitabu cha huzur kwa shauku na kuomba
mukisambaze sana katika ulaya, kila mbunge atumiwe nakala moja moja, na nchini india kila mhariri wa gazeti atumiwe kopi moja moja, nakala moja moja. kitabu hicho kuna haja ya kusambaza zaidi nchini uingereza kuliko india. huzur ametoa huduma kubwa sana kwa islam. sasa huyu si ahmadiana anasema kwamba yeye ameitumikia islam, na hapo watu wanasema kwamba wahamadia si waislamu. set haji abdullah harun saheb mla karachi anasema katika rai yangu, katika mlango wa siasa vitabu ambavyo vimeandikwa katika india, kitabu hicho ni kitabu kizuri juu ya utatuzi wa maswala mbalimbali ya india. alama dr sar muhammad iqbal anaandika kwamba nimesoma maandiko machache ya kitabu hicho, bila shaka ni mazuri sana. gazeti inkilab lahore liliandika kwamba janab mirza saheb kwa kupitia kitabu hicho amewatumikia sana waislamu. hii ilikuwa ni kazi ya jamaat kubwa kubwa za kiislam ambayo mirza saheb aliifanya. gazeti siasat lahore linaandika kwamba tukiacha hitilafu za kidini na kuona janab mirza bashiruddin mahmud ahmad katika medani ya uchapishaji na vitabu, kazi aliyofanya bila shaka inastahiki sifa za aina zote, na katika siasa, katika kuendesha jamaat yake pamoja na waislamu wengine, namna ambavyo ameifanikisha, bila shaka kazi yake hii inastahiki kusifiwa na kila muislamu mwenye uadilifu. zama inakubali na kukiri busara yake ya siasa. anasema kwamba zama inakiri busara yake ya kisiasa zidi ya ripoti ya nahru katika kuwajumuisha waislamu, na kisha zidi ya simon commission kueleza mtizamo wa waislamu, na kisha kuandika vitabu mbalimbali juu ya haki za waislamu. kazi aliyofanya inastahiki kusifiwa sana, na kitabu hicho ni maoni yake juu ya ripoti ya simon ambayo imeandikwa katika lugha ya kiingereza, na kitabu hicho kinadhihirisha upana na ukubwa wa elimu yake, na njia aliyoitumia ni nzuri sana na lugha yake ni nzuri sana. haya yalikuwa ni maoni machache. kisha islam inatoa tiba gani juu ya kiherehere cha kidunia, aliandika juu yake vile vile. kuhusu amani ya ulimwengu alitoa hutuba. ningependa kuweka mbele yenu muhtasari wake. hatmusleh maud akizingatia amani ya kimataifa alitoa hutuba moja Oktoba 9 1946 wakati wa saa 11:30 jioni katika ua mpana wa art park road delhi. kwa ajili ya kusikiliza hutuba hii watu wengi, mamea ambao si wa ahmadia na si waislamu, walikuja wakasikiliza hutuba ya huzur kwa utulivu na kwa shauku sana. kwa mara ya kwanza Aprili 15 1961 ikapigwa chapa katika alfazl. kuhusu hutuba hiyo gazeti tej delhi iliandika kwenye chapisho lake la Oktoba 14 1946, alisema kwamba imamu wa ahmadia hatmiza bashiruddin mahmud ahmad akitoa hutuba alisema kwamba swala la amani ni la zamani kama vile ni binadamu, kwani lina uhusiano mkubwa na asili ya kibinadamu. kama mnataka kustawisha amani, basi mtalazimika kumaliza jaziba ya uadui na chuki. swala lenyewe si la kisiasa bali ni la hulka, na tukijua kuhusu uungu wa mungu na tukiachana na ubahili wa chakula, basi badala ya chuki na ubahili, hisia za udugu na upendo zinaweza kuzalika ndani mwetu. hitilafu katika ulimwengu wa kidini zinaweza kuisha. sharti ni kwamba tujifunze kuheshimiana. yaani hitilafu katika ulimwengu wa kidini zinaweza kuisha. sharti ni kwamba tujifunze namna ya kuheshimu wengine na tujipatie uvumilivu.
katika maswala ya kidini uvumilivu unahitajika vivyo hivyo katika mambo ya kidunia uvumilivu unahitajika katika zama zile hili lilikuwa ni swala kubwa baina ya waislamu na wahindu alisema kwamba tunatakiwa kuzalisha jaziba ya udugu baina yetu na kumaliza migogoro na mizozo ya kikaumu na kirangi huo ulikuwa ni utambulisho mfupi wa makala ile kisha huzur aliandika makala nyingine juu ya shutuma hii kwamba ni wajibu wetu kuwasaidia wale wanaozulumiwa hata kama wao watupige au watusumbue gazeti moja la deli lilikuwa limeandika ya kwamba wahamadia wanaunga mkono na pakistan ilhali waislamu wengine hawakuwatumikia vizuri hawakuwahudumia vizuri na pakistan itakapopatikana kisha gazeti linaandika kwamba pakistan itakapopatikana waislamu watawatumikia wahamadia kama walivyofanywa katika kabul na wakati ule wahamadia watasema kwamba mutu ingizie katika india gazeti likatoa maoni haya hata musleh maud mei 16 1947 baada ya sala ya magharibi alisema kwamba ni wajibu wetu kuwasaidia wanaozulumiwa hata kama wao watupige au watusumbue kisha alisema kwamba kama maadui zetu wakitutendea kwa zulma na kinyume cha uadilifu sisi tutatumia uadilifu hutuba hiyo ya huzur ilipigwa chapa katika kitabu siku hizi pia watu wanauliza swali hili kwamba kwani musleh maud alikuwa ameunga mkono na pakistan hutuba hii ni jibu lake katika hali ya wakati ule kulikuwa na haja ya kuwasaidia waislamu na jumuiya daima imeendelea kusimama kwenye mstari wa kwanza ili kuwasaidia waislamu hata musleh maud hakukataa jambo hili kwamba jumuiya haitazulumiwa alisema kwamba hata kama itokee nini wakati huu waislamu wanahitaji msaada na wahamadia wanatakiwa kuwasaidia kuhusu mustakbali wa pakistan huzur alitoa hutuba moja ambayo muhtasari wake ndio huu ya kwamba hatmusleh maud baada ya kupatikana nchi ya pakistan kwenye makao makuu ya jimbo la punjab mjini lahore alitoa hutuba moja kuhusu mustakbali wa pakistan na kwenye mkutano huu wachambuzi wakubwa wasomi wa lahore na wenye elimu walishiriki na wakapenda sana hutuba hizi hutuba 5 zilitolewa katika minard hall lahore na hutuba ya 6 akaitoa katika university wa lahore anasema kwamba hutuba hii ilitolewa Desemba 7 1947 katika ukumbi wa minard lahore na kwa sababu ya mapungufu ya wakati hakuweza kueleza mambo mengi hivyo musleh maud sawa na kumbukumbu zake alichapisha makala hii katika alfazl na alfazl ilichapisha makala hii Desemba 9 1947 huzur alieleza kwenye hutuba yake kwamba kwa kupitia neema mbalimbali za kilimo ardhi na vitu vingine kivipi tunaweza kuiletea pakistan maendeleo na akatoa mapendekezo yake na mashauriano mazuri hutuba hiyo ikapata umaarufu mkubwa sana kuhusu katiba ya kiislam kuhusiana na hilo pia huzur alieleza mawazo yake baada ya kuhama kadian na kuhamia lahore alitoa hutuba juu ya mustakbali wa pakistan hii ilikuwa ni hutuba ya mwisho ambayo huzur aliitoa katika university hall lahore kama ilivyoelezwa juu ya mada ya katiba ya kiislam hutuba hiyo wakati ule ilipigwa chapa kwa ajili ya wasomi wote februari 18 1948 na sasa inapatikana katika jalada la 19 la anwarul ulum kwenye hutuba hiyo huzur akieleza kuhusu katiba ya kiislam alieleza kipengele hiki kwamba katika nchi ya pakistan kanuni iwe ya aina gani kwa mfano anasema kwamba katika katiba ya pakistan waislamu ambao kutakuwa na uwingi wao kama wapitishe kanuni hii kwamba katika maeneo ya pakistan kwa ajili ya waislamu kanuni zitaundwa sawa na qurani na suna na kuunda kanuni zidi yake haitakuwa halali
japo serikali haitakuwa ya kiislamu kwa 100%, kwani haiwezi kutokea hivi, lakini mwenendo wa kimatendo wa serikali utakuwa wa kiislam, na hata kanuni hiyo itakuwa ya kiislamu, na islamu inataka kufanya hivyo. Islamu haisemi kwamba wahindu, wakristo na mayahudi pia walazimishwe kufuata mafundisho ya islam, bali islam inatoa uhuru kwa kila mtu. Leo watu hao wanasema kwamba katika nchi ya kiislamu kuna kanuni ya kiislamu, lakini mwanzoni hat Musleh Maud alikuwa ametoa ushauri huo, na leo juu ya jina la islam tunazulumiwa, ilhali hat Musleh Maud alikuwa amewahimiza kuunda kanuni sawa na mafundisho ya islam. Kama nisemavyo, kama wahamadia ni zidi ya islam, kama mamula wale wanasema, sasa kulikuwa na haja gani ya kutoa ushauri huo? Kwa vyote vile siku hizi mamula wa kijina wanaendelea kuikamata nchi hii. Mwenyezi Mungu azalishe rajul rashid, yani mtu mwenye akili ambaye aisalimishe nchi kutoka mipango yao isiyo sahihi, na nchi hii ipate maendeleo. Kisha kuna makala yake nyingine kwamba Pakistan ni tofali moja la jengo la kiislam ambalo tunatakiwa kulisimamisha duniani. Hii ilikuwa ni hutuba aliyoitoa katika town hall Quetta. Hat Musleh Maud mara baada ya kupatikana Pakistan alitoa hutuba 6 juu ya mustakbali wa Pakistan katika mji wa Lahore kama nisemavyo. Kisha huzur akaenda katika miji mingine ya Pakistan upande wa magharibi, na akaweza kuwaambia maelfu ya wakazi wa Pakistan kwa kupitia hutuba zake, na akawafahamisha mambo mengi. Juni 1948 huzur alikwenda Quetta, na katika mji wa Quetta akatoa hutuba mbalimbali zenye kusisimua, na katika hutuba zake akaweza kuwaambia watu wa Pakistan, akaweza kuwaongoza kwamba wao watekeleze wajibu wao wa kikaumu na kimila, na kwa kupitia maneno yake yaliyojaa upendo, mapenzi na jaziba akasisimua imani yao, na akawajalia roho wale waliokuwa wamekufa kimoyo. Hutuba hiyo ya hat Musleh Maud alitoa Julai 4, 1948 kuhusu mustakbali wa Pakistan, na kisha katika Al-Fazl ilipigwa chapa 1952, na hutuba hiyo ikaleta athari kubwa kwa watu. Kuhusu maendeleo ya Pakistan akatoa nasaha nzuri. Novemba 11, 1949 jumuiya ya Ahmadiyya Sargodha iliandaa mkutano mmoja katika kampuni Bagh. Katika zama zile tuliweza kufanya mikutano, siku hizi hatuwezi kufanya mikutano hata kimalezi. Jalsa hii ilikuwa na umuhimu mkubwa, kwani kwa mara ya kwanza hat Musleh Maud alienda kushiriki, na katika mkutano huo huzur aliweza kuwapatia nasaha Wahamadia na wasiko Wahamadia. Maelfu walitoka Sargodha na maeneo na vijiji vya jirani, na aliweza kuwahimiza kwamba wao watumie nguvu zao zote ili kuimarisha Pakistan. Hutuba ya huzur watu waliweza kuisikia tangu mwanzo hadi mwisho kwa shauku sana. Huzur akizingatia uhifadhi wa Pakistan na akieleza habari hii alisema kwamba tulikuwa tumesema kwamba ewe Mungu utupatie nchi hii. Sasa kusimamisha nchi hii na kuipatia maendeleo ni katika mkono wetu. Kama hatutaelewa wajibu wetu tutajuta katika dunia hii na katika akhira vile vile. Mungu atatuambia kwamba nilikuwa nimewapatieni nchi hii kama mlivyoomba, lakini nini mkaipoteza. Siku hizi mamula wanaendelea kufanya hivyo kwa ajili ya kuongeza kipato cha Pakistan. Huzur aliwaambia watu wa rika mbalimbali na matabaka mbalimbali kwamba watoe kodi kwa uaminifu wote, na pia akawahimiza vijana waende kuungana na wanajeshi. Katika zama zile kulikuwa na habari kwenye magazeti kwamba
serikali ya pakistan haifanyi chochote kwa ajili ya pakistan. Tulikuwa tumeomba pakistan kwa ajili ya islam. Huzur akatoa hutuba hii na mwishowe akasema kwamba kupiga takbira tu si alama ya mafanikio ya kaumu fulani. Wakati huu kama wote waanze kupiga takbira na waanze kusema kwamba pakistan idumu milele na hindustan iharibike, hata huku nchini india hata panya moja hatakufa. Kupiga takbira haitoshi, lakini kama watu waanze kutekeleza mambo yote kama nilivyoeleza katika hutuba yangu, matajiri watoe kodi, watu wa kawaida wasisafiri bila kununua tiketi, na vijana wasipoteze muda katika mambo ya porojo bali wazidi katika maendeleo na elimu, na vijana waende kuungana wanajeshi, na maafisa waache rushwa, na watu wafanye kazi kwa uaminifu na kwa juhudi, pakistan itaendelea kupata maendeleo. Lakini siku hizi watu wanafanya kinyume chake. Kisha anasema kwamba hata kama nini msiseme pakistan idumu milele, natija itakayotokea ni kwamba pakistan itadumu milele na pakistan itaendelea kubaki daima dawamu. Kuna makala zake nyingi kuhusu vita mbalimbali. Nimechukua mfano moja, urusi na vita iliyopo. Katika vita kuu ya pili, kuingia kwa urusi nchini polandi, alitoa maoni juu yake. Wakati wa vita kuu ya pili urusi ilipoingia polandi, hatmusleh maud aliandika makala hii iliyopigwa chapa alfazl 1969 mwezi wa septemba 21. huzur alieleza sababu za urusi kuingia polandi na alisema kwamba urusi inataka kugawa polandi. nia yake si vizuri, imeungana na ujerumani na inataka kutuma wanajeshi nchini polandi ili iweze kuirahisishia ujerumani kuteka polandi na serikali ya polandi ikwishe bila kumwaga damu. Na kama wasipofanikiwa, basi kwa kupitia mkataba huo ujerumani itashambulia polandi. kaumu zingine zisipoingilia kati ni sawa, la sivyo ujerumani itaangamiza polandi na nchi zote mbili zitagawa polandi. huzur akatoa maoni kuhusu hali ya vita na akawapatia nchi zingine ushauri mbalimbali zilizofaa na polandi ikasalimika. alikuwa na mtizamo mkubwa juu ya hali za kimataifa kama nisemavyo, na aliandika makala mbalimbali, mada mbalimbali, vitabu vya kidini, tafsiri kama nisemavyo ni katika idadi isiyohisabika, hutuba za ijumaa na katika mikutano ya jamaati kutoa hutuba mbalimbali ni hazina ya elimu na maarifa. tafsiri kabir mwanzoni ilikuwa na jalada 10, sasa notes zingine zimeingizwa ndani yake na tafsiri kabir imepigwa chapa katika jalada 15 na makala zingine zimeelezwa kwa maelezo. kisha zimepatikana notes zingine za tafsiri na maelezo ya sura zingine zinaendelea kuangaliwa. labda tukipiga chapa itakuwa jalada 30 kwani ni kurasa 30. basi mwenyezi mungu alikuwa amemwahidi hatmasihe maud ahadi kwenye bishara, akaithibitisha kwa kila namna katika zati ya mirza bashiruddin mahmud ahmad. mifano michache nimeweka mbele yenu. hivyo yatupasa kufanya juhudi ya kusoma vitabu vyake kuhusu elimu na maarifa yake, na yapo mambo mengi ambayo katika hali ya siku hizi yana الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر